Wanakuambia kwamba hii tunabeba, hivyo ndivyo maneno ya wanasimba yanavyozungumzwa. Lakini tunasema kwamba dakika 90 ndizo ambazo zitakwenda kuongea hapo baadaye majira ya saa 10 kamili kwenye mchezo huo wa finali ambao unawakutanisha Simba ambao ndio wenyeji huko wakiwakaribisha RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Tayari kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis ameshaandaa jeshi lake ambalo analiamini kabisa kwamba litakwenda kumpa ushindi na kubeba kombe la shirikisho, na ikawa ni historia nzuri kwa hapa Tanzania. Lakini pia kabla sija kutazamia hapa kikosi ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo hapo baadaye, nikukumbusha tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya RS Berkane katika mchezo hapo baadaye. Katika mchezo huu wa marejeano tunafahamu kwamba kwa upande wa klabu ya Simba wanahitaji ushindi wa mabao 3 ili waweze kunyakua kombe hilo. Kwa upande wa kocha Fadlu Davis anatarajia kutumia mfumo wa 4-2-3-1 unaolenga kushambulia kwa kasi kupitia winga na kuimarisha safu ya kiungo ili kudhibiti mchezo. Kwa upande wa golini yupo golikipa Moussa Kamara. Pinipini Kamara tunafahamu ni moja ya mlinda mlango mwenye uzoefu mkubwa na na uwezo wa kuokoa mipira migumu na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi. Kwa upande wa Mwalimu atakuwa anahitaji kwa upande wa golikipa Moussa Kamara kuanzisha mashambulizi kwa kuanzia langoni, maana ndivyo tunasema kwamba matokeo ndivyo ambavyo yamekuwa kitafutwa. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe tunafahamu ni beki mwenye kasi, lakini pia na uwezo wa kushambulia na kutetea kwa ufanisi namna ambavyo amekuwa anacheza kwenye eneo lake. Tunafahamu majukumu yake makubwa yatakuwa ni kusaidia katika mashambulizi kwenye eneo la mbele, lakini pia na kutoa cross zenye uangalizi zaidi, huku akihakikisha anarudi kwa haraka kusaidia ulinzi dhidi ya winga wa RS Berkane. Lakini pia Mohamed Hussein Zimbo JR moja kwa moja yuko kwenye upande wa beki pembeni kushoto. Tunafahamu ni beki ambaye amekuwa ana nguvu zaidi, lakini pia ana uwezo wa kuzuia mashambulizi ya wapinzani. Kwa upande wa Mohamed Hussein atakuwa akidhibiti vizuri kwenye upande wa kushoto, huko akisaidia ulinzi kwa upande wa mashambulizi kwa upande wake, huko akihakikisha kwa upande wa eneo lake la ulinzi liko salama. Lakini pia kwenye upande wa beki wa katikati wawili yuko Chefondo Malone. Tunafahamu kwa upande wa Chefondo Malone moja ya beki ambaye amekuwa yuko kwenye ubora wa juu. Tuliweza kuona kwenye mchezo uliopita alipoingia ni kama kwenye eneo la ulinzi hivi likaimarika. Tunafahamu ni beki mwenye uwezo wa kusoma mchezo na kupokonya mipira na kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Tunafahamu kwa upande wa Chemalone ni moja ya beki ambaye amekuwa akijiamini zaidi kwenye eneo hilo la ulinzi. Atakuwa akihakikisha zaidi kwa upande wa Berkane wanapata shida pale ambapo wanafika kwenye eneo la Simba. Lakini pia Chamuka Rabu moja kwa moja atakuwa akicheza kwenye eneo hilo. Kwa mechi za hivi karibuni, kwa upande wa Karabuni kama hivi amebadilika. Tunafahamu ni beki ambaye amekuwa yuko vizuri zaidi, atashirikiana vizuri na Chemalone katika kudhibiti safu ya ulinzi, lakini pia na kuzuia mashambulizi ya upinzani na kusaidia katika mipira ya kona, kwa sababu mechi iliyopita tuliweza kuona Simba alifungwa kwa mpira wa kona. Kwa hiyo jukumu lake kubwa atakuwa sasa kwa wakati huu, kama watapata kona Berkane, atakuwa akisimama na wale wachezaji ambao wanakuwa na hatari zaidi ya kuweza kufunga. Lakini pia kwenye upande wa viungo wawili wa juu yupo Yusuf Kagoma, kiungo mwenye uwezo wa kupokonya mipira na kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo. Yeye majukumu yake makubwa atakuwa ni kudhibiti eneo la kati ya uwanja, kusaidia mabeki katika ulinzi na kusaidia mashambulizi kwa pasi sahihi kwa upande wa viungo wa mbele na mawinga. Lakini pia Fabrice Luamba Ngoma atakwenda kusimama kwenye eneo hilo akisaidiana na Yusuf Kagoma. Ni kiungo mwenye ubunifu, ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho, lakini pia hata pasi ndefu. Lakini pia jukumu lake kubwa litakuwa ni kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kusaidia katika kutengeneza nafasi za kufunga na kushiriki katika pressure dhidi ya viungo wa RS Berkane. Wakati huo pia Jean Charles Ahoua atasimama moja kwa moja kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Ni mchezaji mwenye ubunifu mkubwa, uwezo wa kufunga foul, lakini pia uwezo wa kutengeneza nafasi. Majukumu yake makubwa atakuwa akitazama ni namna gani hasa ambavyo atakuwa anatengeneza nafasi kwa upande wa washambuliaji ambao wanacheza kwenye eneo la mbele. Lakini pia Kibu Dennis atakuwa kwenye upande wa wingi ya pembeni kulia. Ni mchezaji mwenye kasi na uwezo wa kupiga chenga na kutoa cross sahihi. Majukumu yake makubwa itakuwa ni kushambulia kupitia upande wa kulia na kutoa cross kwa washambuliaji wa kati na kushiriki vizuri pale ulinzi ambapo utakuwa ukihitajika. Wakati huo Eli Mpanzu moja kwa moja atasimama kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Tunafahamu ni mchezaji mwenye kasi na uwezo mkubwa wa kufunga mabao. Majukumu yake makubwa yatakuwa ni kupiga mashuti ya mbali kwa kutokea kwenye eneo la pembeni. Maana kwamba atakuwa akitokea kwenye eneo la pembeni huku akiingia ndani, huku atakuwa akipiga, lakini pia kutengeneza nafasi. Wakati huo Leonel Ateba Mbida moja kwa moja atasimama kwenye eneo hilo la mshambuliaji wa mwisho. Tunafahamu ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kumaliza nafasi, kasi yake na uwezo wa kumiliki mpira. Majukumu yake makubwa yatakuwa ni kumalizia nafasi ambazo watakuwa wakitengeneza